Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa viongozi wote, mawaziri waliopo hapa na Waislamu kwa ujumla, jukumu langu ni kuyahamisha maneno haya katika lugha ya Kiarabu, fahamu yake iweze kuingia kwetu sote kwa lugha ya Kiswahili, na naanza tafsiri hiyo ambayo ni aya zilizosoma zikiwa katika Suratul Maida aya ya 97 aya ya 101. Mwenyezi Mungu anasema katika aya hii, Jalallahu al-Ka'bata al-Bayt harama qiyaman linnasi wa amna. Mungu kaijalia nyumba tukufu ya Maka ni sababu ya watu kulingana sawa na kutenda mema, na miezi mitukufu pia kaifanya hivyo hivyo, na wale wanyama wanaopelekwa kuchinjwa baada ya ibada ya hija na vile wanavyowavisha wanyama hao, vyote hivyo Mungu kavijalia ni sababu ya watu kulingana sawa. Sababu ya kulingana sawa kwa sababu Mwenyezi Mungu kamjua mwanadamu, kamuumba na mambo mengi: hasad, chuki, uwaji, dhambi, vitu vibaya vimo kwenye mwili wa mwanadamu. Mungu akaamua alete kitu ambacho kitawafanya wenyewe wajikanye na waachane nayo, kwa sababu kuna wao kumtafuta Mungu, na kwa nyumba hii tukufu ya Maka ambayo misikiti yote duniani yaelekea huko katika swala zote, nyumba ile imekuwa ni sababu ya watu kulingana sawa. Lakini pia kule kwamba mtu anayekwenda kuhiji afutiwa dhambi zake zote pale ambapo hija imekuwa ni hija iliyokubaliwa, ni sababu pia ya kuwafanya watu walingane sawa katika nchi zote ulimwenguni. Kila mmoja atajitahidi atafute mali ya halali, ili mali ile ya halali iweze kumpeleka Maka, asije akashindwa hata kwenda kwa sababu mali yake ni haramu. Kitendo kile kwamba kuna Kaaba tukufu ambayo kazi yake ni kwenda watu kutubu, imekuwa ni sababu ya dunia kulingana sawa. Maulama katika kuitafsiri aya hii wamesema ni sawa sawa nyumba tukufu ya Maka ifanyavyo kazi, ni kama vile serikali, nchi yenye serikali iliyosimama madhubuti, ina sera madhubuti, ina majeshi, ina vyombo mbalimbali vinahakikisha kwamba watu wanalingana sawa. Kaaba yafanya hivyo katika dunia nzima kwa mtindo alioweka Mwenyezi Mungu. Sasa Mungu baada ya kuwasema maneno hayo akajenga hoja iliyokuwa nzito, akasema dhalika litaalamu, haya Mungu kayafanya ili nyinyi muweze kujua kwamba anna Allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wa anna Allaha bikulli shay'in alim. Kwa maana Mwenyezi Mungu afanya hivi ili wewe mwanadamu ukifikiria, ukiona mchango wa Kaaba jinsi gani unavyowakataza watu madhambi na kumfanya kila mmoja atekeleze majukumu yake sawa sawa kwa kuogopa siku ya kufikishwa kwa Mungu, ufikie kujua kwamba Mungu kweli ni mjuzi, anayajua yote yaliyoko duniani na akhera, na kwamba Mwenyezi Mungu juu ya kila jambo ni mjuzi. Yani utekelezaji wa majukumu ya watu duniani pamoja na mipango mingine wanayoifanya inasaidiwa zaidi na imani iliyojengwa na Mwenyezi Mungu kwa Kaaba hii tukufu ambayo wenzetu hivi sasa wako kule wanahiji. Ilamu anna Allah shadidul iqab. Sasa tambueni basi kama ndivyo
kuona ujuzi wa Mungu jinsi ulivyokuwa mkubwa. Ufanisi wa dunia nzima umebebwa na Kaaba tukufu. Basi tambueni, Mungu hakuyafanya haya bure, kayafanya ili muweze kukatazika, ili muweze kwenda Maka kutubu, ili muweze kuswali swala zenu ambazo zaelekea kibla kwa utuvu na kumwomba Mungu asamehe, kwa sababu tambueni, msipotaka kufanya, Mwenyezi Mungu ni mkali wa adhabu kwa wale ambao hawatotaka kulinganishwa sawa na kukaa na adabu iliyokuwa nzuri na hii Kaaba. Basi watambue kwamba wanasubiriwa na adhabu yenye kuumiza. Lakini pia usikate tamaa, Mwenyezi Mungu ni Ghafuru Rahim. Mungu anasamehe. Kwa wale ambao watakoshtuka leo wakasema tukahesabu, basi wajue kwamba Mungu mwingi wa kusamehe, na tambua kwamba hakuna dhambi hata moja ambayo Mungu hawezi kuisamehe. Jiandae mwaka kesho ndio kahiji upate misamaha lukuki kwa vitendo hivyo. Mungu anasema baada ya hapo, baada ya kwamba kataja adhabu, akataja kusamehe, Mungu akataka mtakashe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema ma'ala rasuli illa albalaghul mubin, illa albalagh. Tambueni, mtume kazi yake si nyingine ila ni yeye kuufikisha huu ujumbe ambao namshukuru Mungu leo na mimi nimetumika kuufikisha ujumbe wa mtume kwenu, kwamba kuna adhabu lakini pia Mungu ni mwingi wa kusamehe. Tulitambue hilo, na kututambua hilo basi moja kwa moja tutanufaika na Kaaba hii tukufu itaendelea kuwa ni msimamizi wa kuleta maslaha katika hii dunia kote ulimwenguni. Hivi sasa nchi zote ziko pale. Hivi ndivyo ambavyo Kaaba inavyofanya kazi. Baada ya kustafsiri hizi ambazo ndio aya muhimu zaidi, nikomea hapo. Nimwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anijalie miongoni mimi pamoja na wewe unaonisikiliza tuwe katika wale waliolinganishwa sawa na Kaaba, wakawa ni wacha Mungu, na baadaye wakaweza kupata msamaha wa Mungu, wakarithi pepo iliyokuwa tukufu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante. Naam, mtazamaji wa TBC1, namna hiyo ni tafsiri ya Qur'an tukufu iliyoletwa kwako na Sheikh Hassan Saidi Chizenga, katibu baraza la ulama nchini Tanzania, akitafsiri Qur'an iliyosomwa pale awali. Na kwa mujibu sasa wa ratiba hapa, tusikilize kiongozi wa shughuli hii ya leo hapa, ambapo amekuwa akitoa matangazo hapa mbalimbali. Lakini kwa mujibu wa ratiba kutakuwa na tamko la makaribisho kwa wageni wote na utambulisho, kazi ambayo itafanywa na Shehe wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Al-Hadi Musa Salum, ambaye atakayetoa tamko la makaribisho kwa wageni wote na utambulisho wale ambao wamehudhuria katika baraza hili la Idi kitaifa. Shehe wa mkoa wa Dar es Salaam.